hata bila kujali mazingira yoyote. Ndio maana kama kuna vitu vya kulinda ni moyo wako. Ulinde sana moyo wako kuliko vyote, kwa sababu huko ndio kuzitokaza chemchemi nini. Na shetani aliyemjia sasa hivi kwa hivi, akitaka kubariki mimi nikitaka kubariki mama Edgar au Mungu akitaka kubariki mama Edgar kupitia mimi, analinda moyo wake. Usikie habari yoyote kuhusu mimi, kwa sababu mimi sio natumiwa na Mungu. Kwa sababu akianza kusikia habari yoyote kuhusu mimi, si imani itakuwa imeharibika. Kwa hata kama nikitamka hatapokea, kwa sababu imani hakuna, si ndio? Kwa shetani alivyo, shetani hawezi kuniambia mimi kama usimbariki mama Edgar, kwa sababu sio yeye ananipa order. Ananipa order kubariki nani? Ni Mungu. Kambariki mama Edgar. Hilo ni agizo la nani? La Mungu. Kwa mimi nikiwa najiandaa kwenda kumbariki mama Edgar, shetani najua mimi siwezi kumfikia aliyetumwa na Mungu, siwezi. Cha kufanya natangaza kwa nani? Mama Edgar. Wewe mtumishi ambaye unamwabudu, wewe unaabudu pamoja naye, ni Freemason. Wewe mtumishi yuko hivi, wewe mtumishi yuko hivi. Anajaza taarifa mbaya kwenye nini? Kwenye moyo wa Edgar. Kumbuka, kama moyo ulikuwa umejaa maji ya baridi, tukaweka ya moto mengi, mshusika na kwa ya nini? Ya moto. Moyo ulikuwa umejaa imani kubwa, tukaweka maneno maovu mengi. Moyo unajaa maneno gani? Maovu, mazuri na mabaya. Weka mkono katika jina la Yesu. Wapi? Shika nini unarudi mtumishi. Baba, umeniambia mwenyewe nikambariki. Bwana nimbariki. Mungu hawezi kusema. Mpaka kufunulie sio leo. Unajua Mungu nimetimiza wajibu wangu. Shida ni nini? Moyo umeshapigwa. Ndio maana Mungu asema hivi, linda sana moyo kuliko yote. Maana hapo lugha nyepesi ni kwamba unatakiwa ulinde moyo kuliko hata unavyolinda simu yako, kuliko unavyolinda chakula chako, kuliko unavyolinda mume wako na mke wako. Kwa nini? Mume wako anaweza akapigwa, wewe ukiwa salama, umepona. Lakini ukipigwa moyo, hata iweje, huwezi kubarikiwa. Amen. Kuna watu wamegombana kwenye urafiki kwa sababu ya maneno. Mimi nataka nifanye biashara na dada. Na tumeshaongea tutafanya biashara, tutakupa milioni 10, tutaenda Dar es Salaam, tutachukua mzigo, tutaleta Morogoro, tutasambaza. Tutagawana faida. Amen. Tunakubaliana. Tunaachana tu. Wewe anapiga kona hapo. Anaambiwa, wewe ndio yule mtu. Anakubali ya atakudai. Yaani nakwambia, yaani yule alivyo ana nguvu za giza. Anakupa hela, anaichukua kwa nguvu za giza. Alafu anaanza kukudai. Kwa hiyo unakuwa mtumwa kwake. Tayari huyu moyo unajeruhika. Ulimwita njoo kuja na kumwambia start tena. Kwa anakosa kuinuliwa kwa sababu kuna taarifa mbaya imeingizwa kwenye moyo. Shida najua kabisa kwamba kumfikia Dennis nimwambie au nijaribu moyo wako kuhusu Edgar au mtu simwezi. Kwa sababu mimi najua Mungu amenituma nikubariki wewe. Kama Mungu ameniambia nikubariki wewe, kwa nini madhaifu yako hajaona? Ameona, lakini kama mimi nenda kubariki. Kwa shida najua mimi sikumfikia mtumishi, nakufikia wewe moja kwa moja. Mtumishi moja, mtumishi mbili, mtumishi tatu, mtumishi moyo wote unapigika namna hiyo. Mtumishi anakuja sana karajana isipokea, pisha. Karajana isipokea, pisha. Omba, fua na kiatu piga hivi. Wapi? Kisa nini? Moyo. Amen. 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 Nimefikaje? Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo basi wokovu ni zaidi ya kuja kanisani. Unaweza usije kanisani hata siku hii, lakini umeokoka na mbinguni unaenda. Kwa nini tunakuja kanisani? Tunakuja kanisani kwa ajili ya kuambizana hizi habari ambazo zinainua nini? Imani yetu au moyo wetu kuinuka, kukua. Amen. Ndio umeokoka, una Biblia yako nyumbani, unaweza kuisoma. Lakini hautaelewa. Leo hii umesoma habari za Daudi, umesoma habari za Ezekieli, habari za Hana, habari za nani. Kama usikuja kanisani usingeambiwa jinsi ya kuzitumia. Kwamba kumbe habari ya Ayubu sio kwamba natakiwa ndo niibebe ninapoenda nayo kila mahali. Mimi ndo Ayubu, hamna. Ila nikipita wakati mgumu na muangalie nani Ayubu alifanyaje? Alifanya 1 2 3. Haya mambo usingeweza kuyajua kama hujafundishwa wapi? Kanisani. Kwa hiyo wokovu haupimwi kwa idadi ya siku unazokuja wapi? Kanisani. Wokovu wako unapimwa na usafi ulionao na uaminifu ulionao kwa nani? Kwa Mungu. Kwamba nilikuwa ninatenda dhambi, Mungu ameniamua kunibariki, amekuja akaniita, akaniambia niachane na mambo ya dhambi, akaniingiza kwenye mfumo mpya. Kwa hiyo maisha yangu sasa hivi niishi, natakiwa muangalie yeye anasemaje kuhusu mimi. Kwa hiyo kazi yako kubwa wewe ni kuangalia Mungu anasema ni kuhusu wewe. Hiyo ndio kazi yako kubwa. Kwa hiyo ukiamka asubuhi cha kwanza, nasema hivi, okay. Kabla sijaanza siku yoyote, kabla sijaanza ratiba yoyote,
Nimeweza kuuliza Mungu anasemaje? Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya siku njema ya baraka. Asante kwa sababu katika wengi ambao umewapa tena kukana siku ya leo, nami ni mmoja wapo kati ya wale. Ninayo ratiba yangu hii na hii na hii unataja ya kwenda kule karani fulani, kukutana na fulani tukaongelea moja mbili tatu. Hii ndio ratiba yangu, lakini nafahamu na wewe kama baba yangu una ratiba kwa ajili yangu. Hebu katika ratiba yangu nieleze kipi ambacho ukitaka nikifanye, kipi ambacho nikifanye, au kama kuna nyongeza kutoka kwa niambie. Amen. Unamaliza. Ukimaliza usikubali kuondoka. Ndio unatakiwa wahi kuamka mapema ili upate muda wa kutafakari. Amen. Nasikiliza Mungu anasema. Utasikia tu sauti kwa ndugu ndani. Muone fulani. Kamuone fulani. Usiende sehemu fulani. Pita sehemu fulani. Ukifanya vile vile, ujione ukirudi, kuna baraka zimejaa hivi. Kwa nini? Sio wewe tena uliyekuwa unafanya. Ni Mungu ndani yako alikuwa anakuelekeza. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza ukawa na sehemu ambazo unakwenda kuomba kazi nyingi. Lakini ukamwambia baba, nina 1, nina 2 na 3. Hizi hapa 6. Niambie wapi niende, wapi nisiende. Ukaomba mbele za Mungu afikatulie. Mungu alivyoajabu anakuelekeza. Kampuni ya chakwenda, kampuni ya chakwenda. Nenda hapa, nenda na hapa, nenda na hapa. Ukienda unapata. Amen. Amen. Kwa hivyo sasa, baada sasa ya dhambi kutokea pale bustanini, maana yake mahusiano yetu sisi na Mungu yakawa yameharibika. Mungu akaamua kufanya njia ya kutokutanisha tena. Tuwe na umoja tena, tuwe na ukaribu tena kama zamani. Ndio sasa kwenye Yohana, kama unataka kuandika sasa, andika. Kwenye Yohana 3:16 tunauona mpango wa Mungu kuja kutuokoa sisi wanadamu. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Pata naweza ukanisomea. Ndio. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanawe pekee. Ili kila mtu amwaminie. Bali awe na uzima wa milele. Sikia sasa hapa. Kwa maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu. Hivi nadhani Mungu alisema aliupenda ulimwengu na anazungumzia dunia. Anazungumzia watu walioko ndani ya nini? Ulimwengu. Hata akamtoa mwanae ili kila amwaminie asipotee. Kwa hiyo kumbe kazi ya mlokole ni kumwamini aliyetumwa na nani? Basi. Hiyo ndio kazi kubwa. Kwa kazi yako wewe mtu wa Mungu ni kumwamini tu aliyetumwa na Mungu, ambaye ni Yesu. Ukimwamini tu. Sasa kumwamini huyu sio kusema tunamwamini, anasema nini? Kwa sababu imani moja kwa lazima msikilize anasema nini gani yetu. Anajisema ukiamini imekwisha. Maana ni kwamba unaweza kuwa kitandani kabisa ni mgonjwa, hakuna mchungaji, hakuna nabii, hakuna mtu yoyote. Lakini ukasoma neno linasema hivi, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wakati ukiwa umelala ndani hujisikii kabisa na hamna mtu aliyekuombea, ukilisoma hilo neno ukaliamini bila mashaka ndani yako, trust me, niamini mimi, unainuka kwenye kitanda. Bila sema hivi, mtu yoyote akiwaambia mlima huu ondoka au ng'oka ukatoka baharini na asione shaka, kwa kumbe kazi ipo kwenye kuzuia nini? Shaka. Kutamkia mlima ondoka sio kazi. Mlima ondoka sio kazi. Kazi ni kuzuia shaka. Muda ambao umeshuka kiuchumi ukisema hivi, Baba katika jina la Yesu, mimi kuanzia sasa nibarikiwa. Shida sio sehemu yangu. Ndani yako usiwe tena chembe ya mashaka. Ukifanya hivyo unafanikiwa. Sasa chembe ya mashaka inatokaje? Kiwango cha maji ya moto unaweka kwenye maji baridi, inasababisha maji baridi ya maji ya kwa kiwango cha neno la Mungu unachowekeza kwenye moyo wako kinaondoa hali ya kuwa na mashaka na kuwa na imani thabiti. Tumesoma kwenye Efeso 3:20 kwamba ashukuriwe Mungu aweze kufanya mambo makubwa mno zaidi ya yetu ya wazae na yetu ya ombayo kwa kadri ya nguvu ndio kazi ya nani? Ndani yako wewe. Kwa hiyo sasa hii nguvu utaipataje? Unaipata kwa kiwango cha neno la Mungu unachowekeza wapi? Kwenye moyo wako. Kwa hiyo kumbe ukilijua sana neno utakuwa na majibu mengi kuliko mtu ambaye hajui nini neno. Ndio maana Ayubu akasema hivi, mjue sana Mungu ili na nini? Na amani. Alafu akasema ndipo na mema itakapokujia. Kwa hiyo kumbe kwenye kulijua neno unapata amani, lakini sio amani tu, na mema yanakujia.
Sio ndipo na mema utakapoyatafuta. Ndipo na mema atakapokujia. Sasa mema yanakuja na nini? Afya njema, ulinzi, si ndio? Baraka, si ndio? Mambo mengine mengi yako kwenye nini? Mema, amani, furaha. Lakini anakuja kwa kumjua sana. Sio ndio Mungu anamjuaje sana? Kwa sababu ili wewe unijue mimi sana, wewe karibu na mimi ujue nalalaje, na ukaje, na kula nini, na vaa nini, napendelea nini. Si ndio? Ndio utanijua sana. Unasema hivi, bwana, na mimi sana napenda sana kula makani. Wewe unasema mimi nikaenda mwaka wa 3, sijui kuna kila makani. Kwa hiyo hilo neno anapenda sana litoe. Hilo sana litoe. Sema tu anapenda kula. Kwa sababu huenda atakulaga ngombe, lakini sana kwa muda ambao nimekaa naye, ningefanyaje? Ningemuona. Yule mama ni mwongo sana. Mimi kama nikaa naye mwaka wa 3, sije kumsikia kiongopea. Kwa hiyo kama anaongopea sijui, lakini neno sana ondoa. Mjue sana. Ile na nini? Sasa jinsi sana unamjuaje? Maana yake lazima ulisome neno. Neno likupe taarifa kuhusu huyu Mungu. Kwa sababu Mungu hawezi kuja kwako hivyo kumjua kama mimi nikikaa na wewe. Ila Mungu ukimsoma zaidi unajua Mungu kuna watu walitoka kwenye gereza ukawatoa. Wewe Mungu ni noma. Si ndio? Yaani Mungu kuna watu walitoka kwenye tanuru la moto ukawaokoa. Wewe Mungu ni hatari. Si ndio? Yaani kuna watu ambao walikuwa ni matasa wazai. Mungu kawapa watoto. Wewe Mungu ni hatari. Lipi gumu ambalo Mungu wewe unalishinda? Lipi? Hakuna. Kwa kusoma neno la fahamu. Kwa hiyo ukisoma neno zaidi na ukaliishi, na hiyo automatic unakuwa na imani kubwa ndani yako. Hata mimi nakufundisha wokovu, nafundisha kwa kitu uzima, especially mtoto. Nianze, wokovu ni kuacha uongo, wokovu ni kuacha uzinzi, uasherati, wizi. Sasa nafundisha kitoto mno. Hata leo kukalewa Biblia yani. Kwa hiyo sasa nifunza wokovu. Mbona nafunza kitu kikubwa hamna? Nafunza wokovu kwenye level ya uzima. Amen. Kwa hiyo cha kulinda hasa ni kipi? Ni taarifa unazozisikia sana. Hizo ndizo ambazo zinakuza imani yako katika wokovu. Kwa sababu kinachokupa matokeo kwenye wokovu sio miaka mingi kwenye wokovu. Kinachokupa matokeo kwenye wokovu sio watumishi wakuu wanaojua kwenye wokovu. Kinachokupa matokeo kwenye wokovu ni wingi wa imani ulionayo ndani yako kutoka kwenye neno la Mungu, sio kutoka kwa mtu. Kutoka kwenye neno la Mungu. Sasa mtu anasema hivi, mimi kwenye sinagogi bwana na watu wakubwa. Mimi kibada shida hapa napigia ni prophet fulani anasaidia. Mimi na watu wakubwa. Kwa hiyo imani yake kwenye nini? Ni watu wakubwa. Si ndio? Siku la wakubwa wakimsaidia kishindikana hana tena msaada. Kwa sababu imani yake ilikuwa kwenye nini? Ni watu wakubwa. Na kuna watu ambao wanatembea wameaminishwa kwamba nabii ndio kila kitu. Kwa hiyo anatembea kijua mimi na vyombo ndio kila kitu bwana. Nabii wangu niachana naye bwana. Mimi ndio na shida yote nikipiga nabii wangu imeisha hiyo. Siku nabii akiwa hayupo au siku nabii akutana na ngoma ngumu ambapo kiwango cha nguvu ndani yake ni kidogo ile ngoma, huyo mtu anakufa. Kwa nini? Imani yake imefikia. Ndio maana nasisitizwa imani yako ujenge kwenye neno. Kwa sababu huyu hakuna mwisho. Ni hivi. Huyo Mungu ambaye ameshika kuniponya mimi HIV. Na huyo ambaye ni HIV. You see? Kwa kama Mungu ameshika kuniponya mimi HIV, hiyo inamaanisha kwamba Mungu aponye. Bwana fulani aniponye na fulani aniponye na fulani aniponye. Kwa nini mimi tusijaponywa lakini Mungu huyu Bwana mwingine anaponya? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hatumpimi Mungu kwenye utendaji wake. Mara ngapi ametenda kwa watu? Ukimpima Mungu mara ngapi ametenda ni kosa. Hatumpimi Mungu mara ngapi ameponya watu. Tunampima Mungu kulingana na alichokisema yeye kwenye neno lake. Sio kama umeelewa vizuri. Ukweli kama Mungu hajakuponya wewe haimaanishi kwamba haponyi. Ukweli kama Mungu ameshinda kuinua wewe haimaanishi kwamba hainui. Ni wewe tu hujakuinua, lakini yeye anainua. Ukweli kwamba hospitali kubwa watu wanakufa, sio ukweli kwamba wengine hawaponi. Wanapona hospitali hiyo. Ukweli kama mwingine kama malaria kwenye hospitali ile, haimaanishi wewe hospitali haina uwezo wa kutibu malaria. Kuna wengine wamepona. Kwa hiyo ukiona hujapokea kutoka kwa Mungu kwenye eneo fulani, usiseme baba mimi umenisusa. Mungu anakadia kususa. Sema hivi, kiwango changu cha ufahamu kwako jua hili tatizo kimefika mwisho au ni kidogo, napaswa kuongeza zaidi. Afilipi 1. Sio kama watu Mungu anaelewa vizuri. 19.
ya kuwa haya yatanigeukia kwa wokovu wangu. Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kwa wokovu wangu. Maana yake ni kwamba Mtume Paulo alikuwa anapitia mambo mengi, si ndio? Yanayokuumiza, si ndio? Hapa akasema hivi, najua ya kuwa katika haya ambayo napitia magumu, mwisho wa siku yatanigeukia kwa nini? Wokovu wangu. Kwa hiyo basi, kumbe unaweza ukapitia mambo mbalimbali magumu ambayo yanavunja moyo, yanakatisha tamaa. Kauli yako wewe mtu wa Mungu na mtu ambaye hajaokoka kitu tofautiana. Yeye akisema hivi, yaani jamani mimi basi hii hapa ndio mwisho wangu. Nimekwisha mimi. Siwezi kuona tena. Hiyo ni kauli ya mtu ambaye hana nini? Hana wokovu, hana imani. Lakini unasema hivi, najua katika hukumu huu ambao nao Mungu atafanya turn around. Sawa eh? Atafanya mageuzi katika magumu haya. Mungu atageuza, yatakuwa ushindi wangu, yatakuwa wokovu wangu. Hiyo ndio lugha yako wewe tofauti na mtu wa nje. Kwa hiyo wakati mtu wa nje yeye amekata tumaini kabisa, hana tena tumaini, wewe unatumaini tena. Kwa nini? Katika magumu hayo unajua Mungu atageuza kuwa wokovu wako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wokovu sasa unakwambia hivi, kwa sababu hautegemei tena namna dunia hii, hautegemei tena mfumo wa dunia hii kwenye kuishi. Unategemea mbingu zinasema nini? Haupaswi kuwaza kama wao, haupaswi kunenda kama wao, haupaswi kufikiri kama wao, na haupaswi kukiri kama wao. Imani yako wewe iwe juu ya nini Mungu anasema, sio nini dunia inasema. Kama ambapo sasa hivi dunia inahangaika na habari ya corona, watu wamepoteza matumaini, wanajua ndio mwisho wa dunia, chapa ya mnyama ndio hii hapa. Wao wakiwa wanasema hayo, sisi tunabidi jambo moja, kwamba katika haya magumu, huu ndio wakati wa Mungu kujitokeza sasa na kuonyesha wokovu wake kwa watoto wake. Haleluya. Ndio maana watu tunajifunza kwamba Mungu ana tabia ya kuwaficha watoto wake wapi? Bandani mwake. Mungu ameandaa banda kwa watoto wake, kwamba wakati wa magumu, wakati dunia imekosa makazi, wakati dunia imekosa kujificha, kwa wale wamtegemeao Bwana ameandaa mazingira kwa hifadhi wale watu kwenye shida hiyo ambayo inatesa wengine. Kwa hiyo ndio tutaua wote. Ni kweli njaa itakuja kwetu wote, lakini wakati wao wanakufa na njaa, mimi nitakuwa namtukuza Mungu kwa sababu ya mlo wa siku anonipatia. Ni kweli tumelazwa hospitalini, sawa, tunaumwa, sawa. Wewe tutuko hospitalini tumelazwa, ugonjwa, sawa, ni kweli. Hiyo sio shida. Lakini wakati wewe unategemea vidonge vije, sindano ije ili upone, mimi nina imani yangu kwingine kwamba katika hali hii na mtazama aliye juu, yeye ndiye anayejua wapi atanihifadhi. Haleluya. Haleluya. Kwa ndio maana unatakiwa imani yako ijengwe kwa Mungu, sio kwenye vitu, kwa sababu wakati vitu vikifika mwisho utakosa msaada. Lakini kuna wakati Mungu atatokeza hata katika wakati ambao wewe umepoteza tumaini. Mungu anaweza kukusaidia. Waza tu kwenye maisha yako, wakati ulifika ukasema hivi, hapa sitoki tena. Huu ni ukweli, waza tu mwenyewe. Unasema kwenye hili nimekwisha, hapa sina jinsi. Lakini leo hii uko si uko kwani umeisha? Umeisha, Mungu alikuvusha. Kuna mambo anakuja kwa unasema hivi, kwenye hili jamani, mimi jamani hivi basi sina namna tena, hapa sina namna ya kutoka. Wamenichafua kiasi hiki, sitakuwa tena mtu kwenye jamii, wameshanimaliza. Lakini Mungu alikuwa ajabu, alikung'arisha tena na sabuni ya jiki. Wale ambao wanakuona haufai wanakufuata. Tunafanyaje hapa? Kwa nini? Mungu ana kanuni kwa watoto wake ya kuwasaidia. Sisi maisha yetu hayaongozwi na mfumo wa dunia. Maisha yetu yanaongozwa na kile Mungu anachokisema. Kwa hiyo usipojua Mungu anasema nini juu ya hali ulionayo, ni shida. Ndio maana unatakiwa uwekeze kwenye neno, kwa sababu neno ndio linakuambia anachokisema Mungu kwenye situation, kwenye hali unayopitia kwa sasa. Unaweza ukawa unaumwa, nabii hajui, mtu yote hajui, lakini Mungu yeye anajua. Kwa hiyo unataka Mungu anasema kwenye hali kama hii. Kwenye hali kama hii Mungu huwa anasemaga hivi. Nataka niulize swali la Mungu. Nataka mniambie Mungu amekuwa ameshangazwa na ujio wa corona. Yaani Mungu alikuwa hajui kabisa, yaani Mungu ndiye ameshangaa. Jamani kumbe corona hiyo ipo. Mungu alikuwa hajui. Taarifa za Mungu hana. Kwa hiyo tuseme Mungu amekuwa surprised. Yaani Mungu amepata mshtuko kwamba duniani kuna corona. Mungu anapekua jamani kwenye kumbukumbu zake. Jamani nini tunaomba dunia? Inaona ugonjwa, mbona sina dawa yake? Hivi ni kweli? Ni kweli? Ni kweli? Kwa hiyo ukiona mtu yoyote ambaye imani yake imetindika, wewe ni hakika kwenye moyo wake imani yake ilikuwa kwenye vidonge. Kaona vidonge vinaua watu wengine, anasema basi kuisha habari. Lakini yule ambaye anawekeza imani yake kwa Bwana, anajiwaga mbinu za Mungu, kwamba kuna wakati ananyamaza kwanza, watu waseme wanachokisema. Ila wakati ukifika anasema hivi, huu ni wakati sasa
wa kuwanyamazisha maadui zako na kuandika tabasamu upya kwenye uso wako. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Mungu ana tabia moja, likitokea jambo kuhusu wewe, anaweza akakaa kama hata akuone akaangalia huko. Hata wapendwa wale waamini watakuja watakupiga mabango. Piga mabango ya kutosha wewe umeacha Mungu, angalau umepigwa na Mungu. Bodi yaani hapa ni Mungu amekupiga, umekosea Mungu. Mungu anaangalia pembeni. Waseme unachokisema, wamalize yote. Wakisha maliza yote hamna jipya. Pale na Mungu anaingia ndani. Sasa ngapi watu za Mungu zinaanza? Anaanza kukarabati. Hapo wale wanasema hivi. Tulipojua amekwisha, kumbe ndio kwanza alikuwa anaanza. Naambia Mungu vizuri, acheni na Mungu. Mungu ametoa wokovu kama blanketi letu wakati wa baridi. Mungu ametoa wokovu kama kidonge chetu wakati wa ugonjwa. Mungu ametoa wokovu kama ngazi yetu wakati wa kupanda viwango vingine. Kwa hiyo wokovu sio dini. Wokovu ni zaidi ya dini. Kwa sababu kwenye wokovu tunapata amani, furaha na chochote tunachokitaka ndani ya wokovu unapata. Pamoja na uzima ambao wokovu unapata bure. Yaani gharama yako ni moja tu, kushinda dhambi. Hiyo ndio gharama kubwa unataka kuifanya. Ukishinda dhambi tu, kuisha habari. Mengine madogo madogo Mungu anasaidia. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wokovu ni kuhamishwa, kujifunza na ni mfumo ambao unaongozwa na nini? Na neno la Mungu. Tuko pamoja eh? Mathayo 15. Kwanza kabla hapo nashangaza. Mtu mmoja afungue Mathayo 15, lakini mwingine anataka afungue Yohana 1. Kuna jambo ambalo nimeambiwaga kwamba Yesu amewafia. Lakini nataka niambie Yesu ndiye kuwafia hata siku moja. Kama mtumishi wa Yohana 1. Nataka mmoja afungue Yohana 1. Atulie hapo. Afu mwingine afungue Mathayo 15 24. Afu mwingine 15 27 na 28. Itaanza na Mathayo 1. Atasoma Yohana. No, ngoja tufanye hivi. Ngoja kusomea mimi. Nimesema hivi, utafungua Yohana 1 mpaka 14, mwingine Mathayo 15 24 na mwingine Mathayo 15 27 mpaka 28. Sasa mimi acha nikusomee Yohana 1 uelewe. Lakini kama sijakusomea nataka unisikilize. Najua wote hapa mmeshaambiwa kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu alikufia msalabani. Sio hivyo. Si ndio? Kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Swali ni hili. Wewe na Yesu alitangulia kuja hapa duniani ni nani? Ni Yesu, ndio? Kama Yesu alikufa kwa ajili yako, wewe ni kweli. Hiyo unaweza kama kwa mtu ambaye hayupo. Kwa Yesu alikufa kwa ajili yako hata siku moja. Wala Yesu hakuja kwa ajili yako duniani hata siku moja. Magloria. Yesu alikufa kwa ajili yako hata siku. Kwa sababu hata ukuepo, babu yako hakuepo, shangazi yako hakuepo, ukoo wako haukuepo, anakufanya kwa ajili yako. Swali ni hili. Yesu alikuwa wokovu. Kama Yesu alikufa kwa ajili yangu, Yesu sasa ni nani kwangu? Amen. 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 Nikiona watu wanaandika vifungu tu basi. Mimi kama mtu ambaye anaandika kifungu afu anaelewa kitu anaandika pale. Sio kama mtumishi wa Mungu hapa manifesto. Angezea vitabu hapa. Sasa hivi haisaidii. Kwa sababu una list ya vitabu lakini sasa huwezi kuelewa chochote. Leo unatakiwa uandike mstari afu alieleza ameeleza nini. Kuna kitu ambacho ameeleza hapo umekielewa. Unakielewa kwa ufupi. Baadaye ukisoma na kuelewa mwenyewe. Vizuri sana. Mmesikia kwa Mungu? Yesu alikufa kwa ajili yako. Haukuepo wewe. Magloria anakuambia, "Mwanangu, Yesu kwa ajili yako, ili uache dhambi." Muulize mama, nilikuepo? Yesu alikufa kwa ajili yangu, nilikuepo? Mimi namjua. Yesu mimi ananijua. Wangu anajua. Yesu hajakuja kwa ajili yako jana hata mara moja. Hakuja kama tutakuepo. Na imeandikwa Biblia. Sijakuja kwa ajili yenu. Nyinyi mnajipendekeza kwangu wenyewe. Ndio maana akasema ninawajua walio. Kwa hiyo wewe unajipendekeza kwa Yesu anakujua. Kama Yesu mwenyewe anajua alikolewa. Na tena nasema hivi sio wewe uliye nichagua, bali mimi niliye. Kwa hiyo kama tuchaguliwa na Yesu kujipendekeza ni wewe wewe. Si ndio? Ndio. Amuitikie. Tuna kwenye Yohana 1. Tanielewa tu hapo. Na wasomee inasema hivi.
nataka ujue kwamba Yesu, wewe umepataje wokovu? Kwa sababu Yesu amekuja kwa ajili yako. Hii nitakujibu wewe jinsi ambavyo umepata nini? Wokovu. Amen. 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 Nasoma hivi. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Maana yake ni hii. Hapo mwanzo ni eneo. Ukisema hapo mwanzo ni eneo. Sasa kusema hivi, hapo mwanzo kulikuwa na mtu. Naye mtu alitoka kwa chambo. Sawa Kwa kusema hapo mwanzo akila kusema hivi ni mwanzo wa kitu. Mwanzo ni eneo litwalo mwanzo. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Yaani kwenye eneo litwalo mwanzo alikuwepo Mungu. Mungu ni alfa na wa kwanza na wa. Kwa hiyo hapo anapoanzia Mungu hapo. Pale mwanzo kwenye eneo ambalo Mungu anaanzia likuwepo nini? Neno. Ambaye neno ni nani? Ni Yesu. Ambaye Yesu ni nani? Ni Mungu. Hapa anaanza gumu. Huko sana pale kwa kwanza. Mimi naona wapi usiulize swali kama hili. Basi nakupata. Narudia. Hapo mwanzo sema mwanzo. Kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Okay. Mwanzo ni nini? Ni eneo. Kama unavyosema nini? Msamvu. Kwa hiyo hapo mwanzo ambapo Mungu alikuwepo huko kwenye Mungu wa roho huko. Alikuwepo Mungu mwenyewe ambaye ndio neno, si ndio Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Naye neno alikuwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba neno ni Yesu mwenyewe. Alafu Yesu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo eneo la mwanzo Yesu alikuwepo. Na huyo Yesu alikuwa na nani? Na Mungu. Alikuwa kwa Mungu. Na huyo Yesu ni Mungu huyo. Maana yake sasa ni kwamba huyu ndio Mungu. Lakini kwa huyu Mungu tunapata na Yesu. Lakini kwa huyu Yesu tunapata nani? Na Mungu. Ila kuna Mungu bila Yesu. Ila kuna Yesu bila nani? Kwa sababu Mungu ndiye mkuu ambaye anabaki kama yeye. Lakini ukuu wake ana uwezo wa kugawa. Akatoa kisehemu kinacho nani? Yesu. Na kikaja ukakiona na ukaishi nacho. Lakini baadaye kikiweza kazi kinarudi kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo tukikiangalia kwa ujumla tunasema huyu ni nani? Ni Mungu. Lakini ndani yake kuna nani? Kuna Yesu humo ndani. Na huyo Yesu akitoka anasema mimi ni Mungu. Kwa sababu ametoka kwenye nani? Kwenye Mungu mwenyewe. Maana yake kwenye redio hii tunapata Bluetooth hapo. Tunapata na nini? Na redio ya kawaida, lakini tunatumia kama hivi, si ndio? Lakini je, hakuji speaker. Kwa hiyo utaita redio hii. Lakini ukitaka redio unaipata. Taarifa habari unaipata huko. Lakini utaita redio unasemaje? Speaker. Si ndio? Umeelewa hapo? Kwa hapo mwanzo alikuwa Mungu mwenyewe. Na huyo Mungu alikuwa kwa Mungu. Na huyo Mungu alikuwa ni Mungu. Umeelewa hapo? Watu wa Mungu umeelewa? Yaani wanawaza sasa mtumishi nimekuwa kijiuliza hili nitajibu kweli. Umeelewa mtu wa Mungu? Sema amen kama umeelewa. Haya, anasema hivi. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Maana kishabu ya mwanzo mwenyewe ni nani? Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Eneo linalo mwanzo nimesema ni eneo, ndio alfa. Si ndio? Alfa. Kwa hiyo Mungu ni kama eneo. Mungu ni eneo kwa sababu yeye ndio mwanzo na ni eneo. Ukilitoa umetoa nani? Na uweze kulitoa. Anakuambia mstari wa pili. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Maana yake ndani ya Mungu kuna mwanzo. Sio kama mtoaji. Maana ni Mungu mwenyewe. Hello. Haya, vyote kwa huyo, vyote vifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa kumbe vyote vilifanyika kwa nani? Kwa huyo nani? Mwanzo sasa. Ambaye ndo nani? Mungu. Ambaye ndo nani? Yesu. Pamoja tu Mungu. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo lifanyika pasipo yeye. Sawa ambavyo na wewe ukimwamini hauwezi kufanya jambo lolote kama humjui yeye afanyaye. Amen. Mimi nataka kujibu tu swali kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako wewe mtu wa Mungu. Wala sikujui. Ila umeingiaje kwenye system na wewe ya wokovu? Ndio utanielewa hapa. Naendelea. Ndani yake ndimo ilipokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Palitokea mtu katika huyo mwanzo, katika huyo Mungu. Palitokea maana yake alitoka. Yaani kwa ndani ya Mungu akatoka mtu au katoka kitu kinacho